Hello wana Duka Huru, podcast ya Duka Huru. Leo tuna mada ya familia, na mada ya leo tutaichambua tukiwa na mimi hapa Glory pamoja na Madam Hilda. Madam Hilda, mada umesema ni jinsi familia inavyoshape mtu kujua kujiongoza kiuchumi anapokuwa mkubwa, si ndio? Yes. Okay. Mfano mimi nimelelewa na mama tu. Sijui kupata malezi ya baba. Sometimes nahisi kama nayamisi. Nahisi kama kuna vitu labda ningevipataga ningekuwa na baba, kwa sababu ninapokutana na watu ambao wamekaa na baba. Sijajua wewe mwenzangu umelelewa na wazazi wote wawili? Namshukuru Mungu, nimelelewa na wazazi wote wawili kuanzia ninajitambua, kuanzia nazaliwa na mpaka sasa hivi. Okay. Na wazazi wako wote? Na wazazi wangu wote wako hai mpaka sasa hivi. Kwa ninamshukuru Mungu sana kwa hiyo. Hongera. Asante. Mimi nimelelewa na mama, japo babangu alikuwepo, sema alikuja akafariki nikiwa nadhani form 1. Pole sana. Yeah, lakini kuna kipindi nilikuwa napata ile hisia tu kama babangu labda angeweza kuwepo, kuna kitu ningekipata kwenye mambo ya makuzi, lakini pia kwenye hiyo kunijenga na nini. Of course mada inavyosema kwamba kukuzwa uchumi kwa malezi yako. Mimi mamangu alikuwa ni mtu ambaye ni mfanyabiashara, ni mwajiriwa wa serikali. Yes. Lakini pia anafanya biashara. Nakumbuka labda pengine pia ndio maana nimekuja kufanya mambo ya beauty. Mamangu mimi nikiwa mdogo alishafanyaga biashara ya duka la mangi. Maduka ya mangi yanauza maduka ya mangi. Wanaita ya mangi, yes. Mchage mwenzangu. Imekuwa famous kwa jina la duka la mangi. Okay. Alishafanya duka la mangi, alikuja akafanya duka la cosmetics, ambapo kipindi anafanya duka la cosmetics dada yangu ambao nafuatana naye mimi alikuwa yupo I think chuo. Akawa kwa sababu tayari mama alikuwa na ile biashara ya duka la cosmetics na duka lipo, akaleta nguo zake, alikuwa ananunua nguo za mtumba, akazileta zikawa zinauzwa pale. Umeelewa? Kwa ile kwa mimi inanifundisha kwamba kuna wakati familia inakushape. Kwa dadangu alipata opportunity ya ile duka la mama, akaleta vitu vyake. Angekuwa hana duka la kupeleka, means angeanza kuuza either kwa kufunika kwenye mfuko aanze kutembeza, ama pale kwa wanachuo wenzake tu. Lakini alipata opportunity ya kuuza kwa ajili duka la mama lipo. Yaani tayari ana sehemu, mtaji ule wa frame tayari amepewa. Mtaji sio wa kodi, umeme, maji, msichana wa kuuza tayari kapewa na mama. Yes. Umeelewa? Lakini kama angekuwa ni mtu ambaye anaanza from the scratch, whatever, scratch, asingeweza kufanya kwa ukubwa ule ambao aliofanya kwa kipindi kile. Okay. Umeelewa? Mpaka leo dadangu anafanya biashara ya nguo. Hafanyi za mtumba, lakini ni biashara ya nguo. Anashona nguo za harusi, za wedding guest na kadhalika. Kwa sababu ya ile kitu alichojifunza kutoka kwa mama, kwamba biashara ni kitu kizuri hata kama unafanya ukiwa umeajiriwa, lakini ni kitu kajifunza. Na hajawahi kupambana na ajira dadangu kabisa. Wewe? Hajawahi. Mimi kwenye kujifunza mimi binafsi. Mimi nimejifunza kupitia nadhani ile mamangu mimi alikuwa anafanya ile pia. Mamangu ni mtu wa mambo mengi. Hapa na pale, ukiona fursa anapita nayo. Okay. Alikuwa pia anapika kwenye masherehe. Yaani ile tenda. Yes. Alikuwa anafanya. Sasa kipindi cha nyuma nikiwa mdogo kabisa, nakumbuka mama alikuwa akitoka shereheni, kwa sababu unajua ile maisha ya mama anayelea watoto peke yake. Akitoka shereheni anabeba vyakula kwenye wewe. Anabeba vyakula. Sasa alikuwa zamani, keki za zamani zilikuwa lazima juzwe na top ya bibi harusi na bwana harusi, afu inakuwa imetengenezwa na icing sugar. Sasa ile unajua watoto tunapenda kula vitu vitamtamu. Kwa alikuwa ile icing sugar lazima nibebe ile ya bibi harusi na kibwana harusi. Wewe ni last born? Mimi ndo last born. Lazima nibebe hata kama atabeba keki, lakini kile anajua yani kata siku asipoleta ataniambia. Ndio sijakuletea. Lakini hiyo naikumbuka, imagine nilikuwa mdogo, yani chini ya miaka 5, lakini naikumbuka kwamba alikuwa ananiletea hicho
lakini na alikuwa anaenda kufanya kazi. Yani najua kama anaenda mama ni kazini, akirudi jioni atatuletea chakula. That's good. Unajua kwenye familia hizi watoto, yani wewe ulivyo experience mama yako, sio watoto wote wanapata ile experience inayofanana. Kila mtoto ana experience yake tofauti na mzazi. Okay. So kwa upande wangu mimi ni mtoto wa katikati huko kwenye kuzaliwa. So mimi ni mtoto wa 5. Kuna mpo wengi? Sisi tupo 8. Wow. Yeah. So mimi ni mtoto wa 5 na kwenye familia yetu au na upande wa baba na upande wa mama 95% ni wamejiajiri, wanafanya biashara, ni wajasiriamali. Yani sisi kwenye upande wetu ambao wameajiriwa ni wachache sana. Kwa hiyo tuseme ni kama sijai kuaga na yule role model ambaye nimemuona kwenye ajira ametoboa kabisa, ni kweli ajira ikamweka hapo. Sijai kuona. So hata kwenye familia yetu sasa, turisa kwenye familia yani ya babangu, yani sisi watoto wa babangu na mamangu yani. Na kwetu sisi kaka zangu wote ni watu ambao aliajiriwa kidogo tu, yani huyo anaonja tu anakimbia. Unaona? Kwa mimi hapa ndo nikawa sasa kama mfano. Nikaenda kwenye ajira, nikakaa kwa kidogo, nikawa na mimi nimeeta mfano wa ajira, mfano wa watu wa kukutolea kwenye ukoo. Nafikiri niweza. Ushakimbia ndugu yangu, niweza kukaa miaka hiyo 4 tu nika. Sasa umejitahidi. Mbona kama naona kama sio mambo yangu, yani naona kama sio mambo yangu. So baba yangu ni mfanya biashara. Mama nimezoea kumuona akifanya biashara za hapa na pale. Sasa uzuri baba yangu alikuwa ni yule ambaye mtu anajua majukumu yake. Kwa hiyo responsible. Kwa hiyo sasa hiyo namna yake mimi nikawa najifunza sana. Sasa ndugu zangu wanasemaga eti mimi ndo mko sukari ya babani. Baba kipenzi. Naona kawaida tu, lakini wanasemaga ndugu zangu wengine. Kwa hiyo mimi nikiangalia baba alivyokuwa anafanya, akikutana na fursa hii anaonekana wewe kweli ni daddy little princess. Kila saa kuanzia mwanzo wewe umeongea sana kuhusu baba kuliko mama. Mama nitaongea naye kwenye upande wa imani. Mama amenikuza sana kiimani. Yes. Okay. Yaani kiimani na namna ya kuishi na watu, namna ya yaani kuwa na kifua, yani sio kila kitu lazima upayuke, sio kila sehemu lazima ujitetee. Unakutana na watu ishi nao vipi, yani busara, hekima, mambo ya dini, kuhakikisha muda wote niko na dini. Hata unajua kile kipindi ambacho tumekuwa mateenagers, damu imechangamka, yani miongozo mama ndo alisimama. Yani mama alikaa kwenye upande wake kama familia. Mama sio mshauri sana wa biashara kwangu. Ila tu nikimwambia mama ninaicha, ananiambia sawa, atanisikiliza na hajai kunizuia. Yani ataniambia mwanangu barikiwa kwenye hicho ambacho ninakifanya, na nitaenda, na hajawahi kusema eti nakuzuia kufanya hii biashara. No. Mamangu amekuwa yuko supportive kwa style hiyo. Ila baba ndo mshauri. Tunaongea sasa kwenye biashara sasa, kwa sababu baba ndo anaweza akakupigia bana kuna hichi na hichi na hichi, ndio maana namongea sana baba. Yes. Siku tukibahatika kuongelea masuala ya kiimani na ile personality, ile mtu na yani utanisikia napomuongelea mama. Yani utaona okay, sawa. So hivyo ndio ambavyo imekuwa kwa babangu. Kwa hiyo baada ya mimi na kipindi hata anaanza kazi baba, lakini baba kuna namna alitamani mimi nikae kwenye ajira nitulie. Nataka new experience. Tena akawaga niambia upate serikalini utulie, yani hivyo. Wazazi wanapenda hivyo. Lakini pia nahisi kwa sababu aliona si ni mtoto wa kike, yani na hivyo alikuwa the only girl. No, tuko 3. Lakini tena akawaga anasema niajiri serikalini. Na hichi sijai kumwambia, lakini mimi nilipata kazi ya serikali nikaikataa. Baba ataona. Baba ataona atakusema. Na nilivyoipata mimi nikaona, nikiangalia malengo yangu
naona kabisa sihitaji kwa wakati ule, nilikuwa sihitaji, na ilikuwa wakati sahihi mimi kwenda kwenye hiyo, maana nilikuwa nataka zaidi kujikuza kwenye ajira yangu kwa upande huu mwingine wa private sector. Yes, of course kwenye private sector una nini upana wa kujifunza zaidi au maybe that, lakini mimi nilikuwa naona kama nikiingia upande wa pili nitakuwa nimekaa sana ofisini, nimetulia, nitarelax mapema, yani na mimi nilikuwa ninataka amsha kwanza, ni amsha pelekesho hivi. Unakuwa unapata, unajua watu wanaoajiriwa serikalini nahisi kama wao very comfortable. Kwamba anajua kwanza hakuna yani kwamba hii ndo tayari nimepata. Hakuna mtu atakuja anifukuze. Yani zaidi wao wanahamishwa, nadhani wakikosea wao wanahamishwa maeneo. Lakini mtu anajua uhakika hii ni kazi yangu. Kwa ana relax. Ndio maana wengine wanakataga kuondoka kwenye nyumba za watu. Ngumu sana yani ni ngumu sana. So mimi sikukubaliki kwenda. Nikarudi nikaajiriwa lakini ni ya serikali sisi. Na sikuthubutu kumwambia baba. Na kila akiniuliza ufanya hapo, naambia baba na apply. Wazazi wengi wanaamini sana kwenye kuajiriwa. Of course mimi mamangu, na yote nilokuelezea, mamangu bado alikuwa ni mwajiriwa wa serikali, lakini ilikuwa jioni ile ndo, kwa sababu kazi nyingi za serikali saa 9 wanakuwa shamaliza, wanaendelea na shughuli zao. Lakini kwa mara nyingi jioni ndo anakuwa iko either kwenye hizo kazi za mapishi, lakini weekend pia, kwa sababu kazi za serikalini weekend wanakuepo. Japo mamangu mimi ni nesi, kwa kuna siku alizokuwa anaenda kazini hadi weekend, lakini most of the time ana zile siku ambazo anaingia asubuhi, make saa 9 anakuwa tayari go free. Kwa hiyo alikuwa hizo kazi za mapishi nani anakuwa anaenda muda ule au weekend anaenda kufanya. Lakini mpaka leo bado ni mtu anaamini kwenye ajira. Yani ajira ni nzuri. Yes. Ajira ni nzuri kwa sababu kitu ajira inachokusaidia, na mafundisho ya ajira na experience baada ya kuwa nje ya ajira. Yes, baada kuacha kazi. Baada yani na experience ya mafunzo. Cha kwanza, unajua kabisa kuna watu wako juu yako, lazima waheshimu. Hata kama wamekukera, wamekufanyaje, lakini hawa watu wako juu yako, waheshimu. Lakini pia inakupa nidhamu. You have to show up. Ukiwa kwenye ajira za watu lazima ushow up. Kwa hiyo ukienda na hiyo mentality pia kwenye kazi yako kwamba lazima ni show up, au biashara zako inakujenga. Lakini kwa tuseme ajira ni msingi. Ni msingi, yes. Kwamba inabidi mtu kama ameajiriwa atumie kama opportunity ya kujifunza. Yes. Ili akiwa yuko binafsi awe na ile uhuru, kwamba asijiwekee uhuru kwamba naweza kufanya chochote. Aseme nilikuwa naenda kazini muda fulani, niamke niende ofisini kwangu muda fulani. Na ukiwa kwenye ajira jitahidi kujichanganya ofisini, ujue mambo mengi. Yaani ukija kwenye biashara ile inakusaidia kwa sababu umeshakuwa ni mtu wa ku multitask. Kwa hata kwenye biashara yani kuna muda unaweza kuona hii ni low season, ninabidi nichune akili yangu niangalie kitu gani kinafanya kazi zaidi. Mfanya biashara wa nguo anauza tu nguo za kike za kiume, msimu wa Ramadhani angeweza kuuza, kuna vitu ambavyo angeweza anaji hivyo. Unakuta labda mashati hayauziki sana hicho kipindi. Alikuwa hajaje kufikiria kuuza kanzu, lakini analeta kwa sababu hivyo. Kwa kile yako inatakiwa inakuwa sharp. Kama ukiwa uko kipindi cha ajira, ukiwa ni mtu wa kujichanganya, hata ukija kwenye kazi zako ni rahisi kujichanganya na kumanage vitu vingi kwa wakati mmoja. Na kingine kwenye ajira nilichogundua, kuna dada mmoja amesoma dai, kazaliwa dai, lakini alikuwa hajui faya ni wapi. Na amesoma chuo kiko Posta cha mambo ya fedha kinaitwaje? IFM. Yes. Amesoma IFM, lakini alikuwa hajui faya ni wapi. Na amezaliwa da. Lakini kwa sababu hakuwa amewahi kuajiriwa, hakuwa na ile, yani ni wale watoto ambao alikuwa anakaa nyumbani, akitoka nyumbani ni shule, akitoka shule ni nyumbani, akitoka ni chuo kapangiwa chuo, akitoka ni kanisani, akitoka ni mtoko wa kifamilia, akitoka kaenda kwa shangazi, mjomba, bibi hivyo. Hakuna ile sio mtoto wale familia za kutoka. Of course familia nyingi zipo hivyo. Akawa hajui faya ni wapi, hajui, yani vitu vingi alikuwa hajui.
Lakini alipokuja kwenye ajira akachangamka. Yaani mwenyewe alikuwa anasema, yani mpaka kuja kutuambia kwamba nilikuwa sijui fani wapi. Ni baada ya kupajua. Yaani unajua ukitoka kwenye ujinga ndo unahadisia. Uhadisi ukiwe. Uwezo ukahadisia ukiwe. Kwani uonekane mjinga mdogo. Kwa akawa anasema, "Wewe mimi nilikuwa sipajui fani. Nimepajua nilivyoajiriwa." Kuajiriwa pale pia ina connect na watu. Unajifunza pia kwa watu. Lakini pia ajira ni nzuri kwa sababu sio kila mtu yani kuna kitu kinaitwa risk appetite. Wewe unaweza ukachukua risk kwa kiwango gani? Maana biashara inabidi uwe na kifua. Uwe moyo wako kidogo. Ukipata hasara milioni 10 utaiweza? Milioni 10 au milioni 20, milioni 50, milioni 100 zimepotea tu uelewe. Mteja amekuja amekupanikisha, unaweza. So kuna watu wengine hawawezi. So kwenye ajira pia kuna namna ambazo mtu unaweza ukatumia skills zako na ukafanikiwa kwenye ajira. Na wapo watu wamefanikiwa kwenye ajira. Na au 5% na kwenye familia yetu ambao wamefanikiwa kwenye ajira. Kuna ambaye mpaka amestaafu kwenye ajira na maisha yake ameendesha vizuri kabisa, lakini kwenye biashara hakuwa anafanya vizuri. Lakini umegundua pia watu wengi ambao mfano watu wanaajiriwaga serikalini hasa wanapata ile nafasi ya kupata mikopo kwa haraka na nini. Wengi utakuta ndo wanajenga sawa, nyumba zao za kawaida tu, lakini amejenga. Wafanyabiashara wengi hawana nyumba. Kwa sababu gani? Mfanyabiashara si anawaza huku. Kwa akikaa hivi ana kiwanja, hicho kiwanja anakiangalia miaka 10 hakijengi. Akasa nyumba hii mbona itakuwa kawaida tu? Kwa sababu yuko na watu ambao wana waza vitu vikubwa. Kwa hawazi kuwaza kwamba nijenge hata nyumba ya kawaida hata kama sitaishi. Nijenge tu ikae. Alafu niipangishe labda. Niipangishe kwa watu, nikodishe. Wengi hawazi. Wengi wafanyabiashara wengi hawawazi. Wachache sana ndio wanaofikiria nijenge nyumba ya kawaida hata kama sitaishi niikodishe. Sasa ukija kwenye masuala sasa ya ardhi, inakuja tunarudisha kwenye topic ya leo kwamba familia inaathiri vipi mambo yake ya kiuchumi. So ukimwona huyo mtu mwenye anafanya biashara hivyo, aidha amejifunza yeye mwenyewe ama ameona ile background ya familia yake hivyo. Kati ya hayo mawili maana. Kati ya hayo mawili lakini asilimia kubwa pia kuna background ya familia inahusika. Lakini kujenga kiukweli kabisa, kujenga si nitumie neno gani ambalo litakaa vizuri, ila kwenye masuala ya ardhi, ukijenga nyumba ya kupanga, ukijenga Sinza, Mikocheni, Kinondoni, si ndio? Maeneo ya mjini. Sinaona return yake ni kubwa. Ukienda kujenga Chanika, ukienda Kibaha, ukienda kujenga Bagamoyo, return yake itakuwaje? Tufanye umetumia nyumba ya milioni 60. Utaipangisha kwa shilingi ngapi? Bei ndogo la laki moja. Laki moja kwa mwaka ni shilingi ngapi? Milioni 12. Milioni moja na laki mbili. Kwa hiyo sasa mtu anawaza, yani nitoe laki moja napata kidogo niweke pale na kinachopata, yani kinachokuwa, yani value ambayo inaongezeka sio ya nyumba, ni ya ardhi. Na kumbuka ya ardhi iko, tumeongelea huko mbalimbali. Yani kuongezeka kwake ni heri ile milioni 100 angenunua hata hapa mjini kiwanja cha square meter hata 200 kwa hiyo bei. Kwa sababu kingepanda thamani. Ukiweka miaka miwili kingepanda thamani. Lakini hiyo alienda kununua huko na akajenga na nyumba, unaweza kashangaa hata miaka 10 hajarudisha hata hela yake. Umeona, hicho cha kwanza. Lakini pia cha pili, mtu mwingine anaona sawa, mwingine labda amepata elimu ya uwekezaji. Akaamua hiyo milioni 100 bora hata niweke UTT 12% kwa mwezi, si asilimia 12 UTT. Asilimia 1.2 kwa mwezi, kwa mwaka ni 12. Asilimia 12. Kwa kwenye ile milioni 100, milioni 12. Si ndio? Milioni 12 kwa mwaka. Sasa nikuulize, milioni 100
unapata milioni 12 au milioni 100 unapata milioni 1.2 kwa mwaka. Ni kweli, lakini mimi sijui kama ulinisikia mwanzo nilisema hivi, kujenga hata kudogo. Kuna wafanyabiashara, kuna watu wao wanakuaga wanaanguka baadaye, hata nyumba za kuishi hawana. Sasa ukiwa ujengi at least basi wewe umekuja kwenye uwekezaji. Yes, yeah. Sasa kuna mwingine ajengi uwekezaji afanye, anawekeza tu kwenye ile biashara. Unajua uwekezaji wa biashara ni riski siku tu inatokea kitu pap, ile biashara imekufa. Na wewe ulikuwa umewekeza mamilioni ya pesa, alafu huna chochote cha kukushika, yani ndo umeanguka na biashara. Kuna wafanya biashara wa hivyo. Lakini sasa kuna hao ambao wanafikiria extra, kwa maana anaona nikiwekeza bora milioni 60, milioni 80, milioni 100 niweke kwenye uwekezaji either wa hisa, hizo bonds, wengine UTT na kadhalika. Hiyo it's okay kufanya hivyo. Mimi nilikuwa naongelea kuna wale ambao huwa wanafanya, kuna watu ambao biashara zao sio kubwa sana. Sawa, lakini wangeweza kufanya kama hivyo, either awekeze au ajenge. Maana kujenga pia ni uwekezaji. Na kuna watu kwenye hizo biashara zao wanakuwa kwa kufanya hivi, anafanya biashara vizuri, anaenda kuchukua mikopo, ananunua nyumba za mjini sasa zenye thamani. Kwa sababu nyumba ya mjini sina thamani, ananunua hizo nyumba za mjini, anarekebisha, anajenga vizuri, anaifanya kuwa zaidi. Sasa wale wa vile huo mara nyingi ndio hivyo ulivyosema msingi. Japo kuna watu pia misingi yao ilikuwa mibana, wao wanaweza kujiongoza. Yaani Mungu tu, kwa neema ya Mungu labda. Pengine ndio hivyo kama ulivyosema kwamba kuna watu misingi ya kibiashara ilikuwa mizuri, ila ya kidini ikawasaidia. Kwa sababu kuna mtu anakuwa mimi naamini mtu yoyote akiwa mwenye mafanikio, kuna sehemu alisikia kitu, kuna sehemu aliambiwa, akajifunza ndo akaenda kukifanya. Kabisa. Ndio. Kwa hiyo pengine kuna watu ambao pengine familia yake ilikuwa ajabu, hata wajui mambo ya biashara, hawajamfundisha, hawajafanyaje, aliishi vibaya, lakini sasa hivi yeye ni mfanyabiashara mkubwa. Ila nikwambie kitu, watu ambao walikuwa na wazazi ambao ni wafanyabiashara wazuri, alafu wao wenyewe wakawa na discipline ya kuendeleza kile walichofundishwa, wanatoboa watu kweli. Lakini kuna wengine Yesu wangu, kuna kijana huyo baba yake ni mtu mkubwa sana hapa Tanzania. Biashara anayoifanya, kwanza ameharibu biashara za baba yake zote. So unaelewa? Mambo ni mengi. Ameharibu, yani biashara za babake hazieleweki. Sasa hivi biashara babake alikuwa ni mtu ambaye ni maarufu kwenye mambo ya biashara, lakini kafanya sasa babake amekuwa wa kawaida. Yani sio nisemeje? Karibu. Lakini pia wale wengi wanakuwa ni wale spoiled children. Yani wale wanakuwa alikuwa anaspoiliwa sana, too much. Paka anakuwa anaona kama vile kila kitu kinapatikana kirahisi. Ndio maana inabidi pia wazazi tujifunze kwamba hata ukiwa na hela usimspoil mtoto wako kiasi kwamba akahisi maisha ni marahisi sana. Akahisi kama naweza tu kutumia. Juzi niliona video ya Zamaradi. Ameonyesha video, yupo supermarket, kawapa watoto wake hela wakashop. Nadhani sijaangalia vizuri. Mimi ndio na video kwanza mwanzo, lakini nahisi niangalie tu kidogo. Kila mmoja alimpa kiasi sawa, nahisi. Sasa wakawa wanatumia ikabaki hela ndogo. Kila mmoja akawa anasema, anaenda anaulizia kitu bei, akiambiwa sinunui, tuondoke. Sasa anawaambiaje? Si tuchague. Sasa kwenye ile video alikuwa anaandika kwamba kipindi anatoa yeye, mtoto ajui inapotoka. Si anaona tu mama katoa kwenye pochi kalipa, alikuwa anapick. Yes. Alipo hapa hela yao, nunueni wenyewe, yani namkupa 1,000, ikiisha imeisha. Sasa akanunua, akabakiza sio 34,000, sio 50,000. Akiangalia hivi anaambia hiki kiatu 34,000. 34,000 sio 10,000. Yani wakaanza hadi kujua kubagain. Nilipokuwa naangalia ile video, niliangalia kwa namna kwamba Zamaradi nadhani anawafundisha watoto wake kwamba usichukulie tu pesa kwamba inapatikana kirahisi hivyo. Na sio kama rahisi nyewe mnavyonunuaga vitu mnakapoa tu mimi nalipa, ina uchungu na mimi nausikia uchungu. Na nyewe sikieni ile uchungu muone. Nilipenda ile alivyofanya, yani it's a good thing kuwafundisha watoto. Sasa hivi wazazi wengi wanajitahidi kuwafundisha watoto wao hivyo kuwa na nidhamu ya pesa, uwekezaji. Of course kwa asilimia kubwa sisi elimu ambayo hatukuipata kwa asilimia kubwa ni elimu ya uwekezaji, ambayo nadhani ndio sasa hivi namshukuru Mungu watu wengi wanaifahamu. Mwenyewe nashukuru Mungu
nimeshabobea kwenye hayo mambo na nafundisha. So ukishajua kupata hivyo hela yako, unajua tu kabisa mimi kwenye kila kiasi cha pesa ambacho nakipata lazima 10% isipungue 10% nijilipe kwanza. Manake kwenye kujilipa kwanza, manake naiwekeza. Nitaweka UTT, haya nitaweka kwenye hisa sawa. Popote lakini nimeiwekeza ni ya kwangu ambayo itanizalisha sehemu ambayo haina risk. No. Hata kama kuna risk. Itanizalishia. Wewe unaenda kuwekeza kwenye hisa umeambiwa hisa hamna risk. Au kwenye UTT. UTT saa nyingine mambo yakiwa so mambo inaweza ikashuka kuendana na mfuko kama ni wa hisa kwa mfano. Lakini kuna ule wanasema ambao waliowekeza kwenye bonds hizo. Ni bonds ndio liquid fund na bond fund. Yes. Ndio wanasema haina faida yake ni ndogo lakini ni ngumu kushake. Yes, faida zake ni mara nyingi 12% kwa mwaka mzima. Lakini kuliko kuna nini imekufanyia kazi ndio hivyo. Kwa hiyo mambo kama hayo ndio hata wewe sima mtoto ndugu yangu. Kwa maana yake sasa hivi nataka mtoto wako kama ulikuwa unamspoil kila mwezi unamnunulia kitu labda 50,000, sasa hivi 5,000, 10,000 unamwekezea kwanza afu nyingine ndo unamna ili tusije tukaa unajua wewe usiposaidia mzazi unaweza kupola na mtoto na wakati unaelewa kutoa kumbe hata wewe mwenyewe mzazi ungeza kujiwekea hakikiba yako kidogo kidogo 10,000, 20,000, 30,000. Wewe ukifika miaka 30 ijayo muda nguvu za mwili yani zimepungua, hausumbui watoto, unakuwa unaweza kufanya vitu vyako kwa sababu una hela zako ambazo ulizitunza. Kwa na hiyo elimu inatusaidia sana kipindi hichi tunavyoipata. Na mimi sikuipata kwa wazazi wangu, nilipata tu ile uchangamfu wa biashara na mambo kama hayo. Hata mimi pia mambo ya uwekezaji mimi nahisi ndo nilikuja kumfundisha mamangu. Baada ya kujua nikamfundisha na yeye akawa interested. Lakini binafsi nafikiri pia sidhani kama shida pia ni wao. Nafikiri shida ilikuwa ni kuanzia huko zamani kwenye mambo ya uwekezaji, kwa sababu unajua sasa hivi tulipo wewe uwekezaji hujafundishwa na mzazi wako, dunia ndio imekufundisha, si ndio? Sasa dunia yao haikuwa na watu wa hivyo, yani hakukuwa na kina Mr. Chazi, kina Dukauru, kina Mr. Rodrick ambao wanajua hivyo vitu waviseme. Dunia yetu sasa hivi kuna mitandao, tunaona, ukiona unaanza kufuatilia. Tuna faida ya mitandao. Yaani ukitaka elimu yote unaipata. Lakini sasa kipindi chao pia vitu vingine mpaka akili yako imewaza kitu fulani ndio unaanza kukiona. Mtu anaweza kukwambia hisa leo. Kwa mfano mwaka 2019 kuna rafiki yangu mmoja alikuwa ananiambia anamiliki hisa za kampuni fulani. Dadangu. Sasa alivyoniambia nikamsikilizaga. Nikawa najua ni ili kumiliki hisa za kampuni inabidi uwe na hela nyingi. Kwanza nikawa na hiyo mentality pia nikaanza kumheshimu sana. Yaani nikaona muogopa mheshimiwa. Nisingesema yani mtu anawaza mbele. Yaani this is good. Mimi napendaga sana kujifunza kwa nikiona mtu, lakini hakuwa open kunifundisha. Mara nyingi sana nimekuwa labda unamuomba kufundisha kitu fulani, hayuko open kukufundisha. So kuna watu ni wachoyo wa maarifa. Lakini alikuwa na utamzidi. I don't know. Lakini yeye atakwambia nina hichi kitu, lakini hakwambii ufanyeje. Sasa wengine wanajilinda, lakini sikuona wengi huwa ni wanahisi, yani anahisi akikwambia utampita, ndo mara nyingi. So nikasema that's au hujamuuliza pia? No. Ulimuuliza? No, nilimuuliza, lakini kuna namna kama ikakaushiwa yani. Okay. Sasa nikasema labda hayupo comfortable kuongelea. Kwa hivyo 2020 sema akawa ananiambia anataka kuuza 2019 hiyo. Kaja 2020 21 huko nikaga 22 pale ndo nikawa natamani sana kujifunza, lakini nilikuwa sijui nani ananifundisha.
hamna mtu kwenye wetu wa kunifundisha. Of course kipindi hicho nimeshaanza kujifunza mambo ya UTT, lakini mimi interest yangu kubwa ilikuwa ni hii. So ukishakuwa na hiyo interest ya kitu, Mungu tu atakufungulia milango, utajua kabisa mlango gani. Siku hiyo nikamwambia tu rafiki yangu, kawaida tu tunachat, nikamwambia kuna kitu natamani kujifunza. Akasema unajifunza hizi. Kwa hiyo sasa namshukuru Mungu, kama ulivyosema mwafundisha nyumbani kwenu mambo ya uwekezaji wanafanya, wafundisha mama, na mimi namshukuru Mungu ndugu zangu nimewafundisha na wanafanya, marafiki zangu. Kwa Mungu ni mwema. Tumefundishwa mambo ya biashara, tumefundishwa mambo hivyo ya kujituma kwenye ajira. Huko tukaje tukajifunza, tunarudisha nyumbani, tunachanganya mambo, mwisho wa siku tuwe wote vizuri. Tuwe vizuri. Yes. Okay. So tunarudi na msemo ule wa let's all win. Let's all win. Yeah. So hii ilikuwa ni session ya familia, nilikuwa na Hilda na Glory. Duka Huru, let's all win.